Mlango wa 37. Ikawa mfalme Hezekia aliposikia hayo, alizirarua nguo zake, akajivika nguo za magunia, akaingia katika nyumba ya Bwana. Akamtuma Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake, na Shebna mwandishi, na wazee wa makuhani, wamejivika nguo za magunia, waende kwa Isaya nabii mwana wa Amozi. Wakamwambia, Hezekia asema hivi: siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Yamkini Bwana Mungu wako atayasikia maneno ya huyo amiri, ambaye mfalme wa Ashuru bwana wake amemtuma ili amtukane Mungu aliye hai, na Bwana Mungu wako atayakemea maneno aliyoyasikia. Basi inua dua yako kwa ajili ya mabaki yaliyobakia. Basi watumishi wa mfalme Hezekia wakaenda kwa Isaya. Isaya akawaambia, mwambieni bwana wenu maneno haya. Bwana asema hivi: usiyaogope maneno uliyoyasikia, ambayo watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Tazama, nitatia roho ndani yake, naye atasikia kivumi na kurudi hata nchi yake mwenyewe, nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Basi yule amiri akarudi, akamkuta mfalme wa Ashuru anafanya vita juu ya Libna, kwa maana alikuwa amesikia ya kwamba ameondoka akaacha Lakishi. Naye alisikia habari ya Tirhaka mfalme wa Kushi, ya kwamba ametoka ili kupigana nawe. Naye aliposikia hayo, akatuma wajumbe kwa Hezekia kusema, mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema, asikudanganye Mungu wako unayemtumaini, akisema, Yerusalemu hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru. Tazama, umesikia habari ya mambo yote ambayo wafalme wa Ashuru wamezitenda nchi zote, kwa kuziangamiza kabisa. Je, utaokoka wewe? Je, miungu ya mataifa ambao baba zangu waliwaangamiza wamewaokoa? Gozani na Harani na Resefu na wana wa Adini waliokuwa katika Telasari? Yuko wapi mfalme wa Hamathi na mfalme wa Arpadi na mfalme wa mji wa Sefarvaimu, wa Hena na wa Iva? Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana. Hezekia akamwomba Bwana akisema, Ee Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiye uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako Bwana usikie, funua macho yako Bwana uone, uyasikie maneno ya Senakeribu aliyopeleka ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wameziharibu nchi zote na mashamba yao, na kuwatupa miungu yao motoni, kwa maana hao hawakuwa miungu, bali kazi ya mikono ya wanadamu; walikuwa miti na mawe, ndiyo sababu wakaharibiwa. Basi sasa, Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake, falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako. Ndipo Isaya mwana wa Amozi akapeleka ujumbe kwa Hezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: kwa kuwa umeniomba juu ya Senakeribu mfalme wa Ashuru, tamko alilolitamka Bwana katika habari zake ndilo hili: Bikira binti Sayuni anakudharau, anakudhihaki sana; binti ya Yerusalemu anatikisa kichwa chake juu yako. Ni nani uliyemshutumu na kumtukana? Umeinua sauti yako juu ya nani, na kuinua macho yako juu? Juu ya mtakatifu wa Israeli umemshutumu Bwana kwa watumishi wako. Kwa kuwa umesema, kwa wingi wa magari yangu nimepanda juu ya vilele vya milima, mpaka mahali pa ndani ya Lebanoni, nami nikaikata mierezi yake mirefu na misunobari yake mizuri, nami nitaingia ndani ya mahali pake palipoinuka, palipo mbali sana, msitu wa shamba lake lizaalo sana. Nimechimba na kunywa maji, na kwa nyayo za miguu yangu nitaikausha mito yote ya Misri. Je, hukusikia? Ni mimi niliyeyatenda hayo tokea zamani, na kuyafanya tokea siku za kale. Nikayatimiza sasa, iwe kazi yako kuangamiza miji yenye boma, ikawe chungu na magofu.
Ndiyo sababu wenyeji wao wakawa hawana nguvu, na kufadhaika na kuhangaika, wakawa kama majani ya mashamba, kama miche mibichi, kama majani juu ya dari, kama shamba la ngano kabla haijaiva. Lakini nakujua kuketi kwako na kutoka kwako na kuingia kwako, na ghadhabu yako ulionighadhibikia. Kwa sababu ya kunighadhibikia kwako, na kwa sababu kutakabari kwako kumefika masikioni mwangu, nitatia kulabu yangu katika pua yako, na hatamu yangu midomoni mwako, nami nitakurudisha kwa njia ile ile uliyoijia. Na kwako wewe dalili ndiyo hii: mwaka huu mtakula vitu vimeavyo vyenyewe, na mwaka wa pili mtakula mazao ya mbegu za vitu hivyo, na mwaka wa tatu pandeni mbegu, kavuneni, mkapande mizabibu katika mashamba, mkale matunda yake. Na mabaki yaliyookoka yaliyobakia nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. Maana katika Yerusalemu yatotoka mabaki, nao watakaookoka katika mlima Sayuni, wivu wa Bwana wa majeshi utatimiza mambo hayo. Basi Bwana asema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru: yeye hataingia ndani ya mji huu, wala hatapiga mshale hapa, wala hatakuja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Njia ile ile aliyoijia, kwa njia hiyo atarudi zake, wala hataingia ndani ya mji huu, asema Bwana. Nami nitaulinda mji huu, niuokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Basi malaika wa Bwana alitoka akaua watu 185,000 katika kituo cha Waashuru. Na watu walipoamka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Basi Senakeribu mfalme wa Ashuru akaenda zake, akarudi Ninawi, akakaa huko. Ikawa alipokuwa akiabudu katika nyumba ya Nisroki mungu wake, Adrameleki na Shareza wanawe wakampiga kwa upanga, wakakimbilia nchi ya Ararati, naye Esarhadoni mwanawe akamiliki badala yake.